Haira mdogo wangu, nimekuita hapa upate kunishauri kati kwa mimi na shemeji yako. Lakini wewe unaanza kuleta maneno. Kwa nini lakini? Ndio umenipigia simu nyingi hizo kisa Abduli. Kwa simu zote za nikusa Abduli tu. Ipo una shida gani na mwanaume? Umelogwa? Kwa kufuturu maji kila siku? Unajua kwa nini bado kufungia akaunti yako? Kwa sababu ya tamaa na mwanaume wako. Mara nyingi sana nakwambia mwanaume achane, lakini unataka kumuelewa. Amekuloga mwanaume. Kakupa nini cha maana? Na habari za kunipigia simu kuna pesa sitaki. Na kuhusu shida mume wako ndo usiniambie kabisa. Fanya kivyako na mume mume wako. Ukitaka nikusaidie, kubali kuachana naye, kurudi nyumbani. Hebu fikiria katika maneno unaongea. Alafu kumbuka pia mimi ni dada yako. Dada yako wa tumbo moja. Toka nitoke, nikitoka mimi ndo wewe. Alafu hebu ashumu kiatu changu mimi ingekuwa na kivaa wewe. Yaani ingekuwaje? Mimi napitia changamoto nyingi sana. Na hizo changamoto ambazo napitia mimi dadako, na sio kama napenda kupitia katika hii hali kama unayoona nayo. Kila siku nikupigie simu, nikwambie mdogo wangu, nina shida na hiki, nina shida na hiki. Inakupigia simu kwa sababu sina mwingine wa kunisaidia. Sembuse ni wewe mdogo wangu. Lakini wewe ninapokuambia hivyo, uangalie, unatolea maneno ya shombo, mara hivi, mara hivi. Lakini kumbuka, hii ni dunia. Hicho kitu umekiamua wewe. Ungekubaliana na mawazo tu kama usifungie akaunti zako. Ulikubaliana na mwanaume wako na mwana kaondoka nyumbani. Shida zako usinishirikishe, nishakwambia mzee kurudi nyumbani. Habari za kufuturu maji, kuomba msaada, kunitafuta sitaki. Naongea mara ya mwisho. Ukiona shida na mimi unitafuta kwa mambo mengine, sio mambo ya Abduli wako. Hivi haya ni mahusiano gani kati yangu mimi na wewe? Unajua mahusiano ya mimi nashindwa kuelewa. Kwa hiyo kumbe simu za watu wengine unaziona za kwangu zione, si ndio? Wewe ni nani aliyekuambia kuwa mahusiano ni kupigiana simu au kuchati ma SMS? Sasa kama ni mahusiano kupigiana simu au kuchati SMS, hao waliokuwa kwenye enzi za Adam na Hawa karne ya 18 na 17, wenyewe walikuwa kwenye mahusiano kweli au hawakuwa na mahusiano enzi hiyo? Mimi usiniletee habari zako za enzi na kina Adam na Hawa. Hizo zilikuwa ni za kwao. Kipindi cha sasa tumetengenezwa hizi simu kwa ajili ya mawasiliano, maana ni kurahisisha. Sawa? Mimi ninachotaka kujua, haya mahusiano yako kwa design gani? Kwa maana haiwezekani wewe unaona simu za chuga na kukuta pesa unaongea simu. Natuma text za sehemu za kawaida, natuma WhatsApp lakini unijibu. Inakuwaje? Haya mahusiano ya design gani? Sielewi huu mzunguko. Mwanangu Abduli, mwenzo kakosea na kajua kosa lake. Haina budi kumsamehe. Shangazi, mimi siwezi kumsamehe huyo. Shangazi, labda si tumuulize yeye mwenyewe. Mke wangu, ulikopo wapi hizi wiki mbili zote? Mume wangu, naomba unisamehe. Mwanangu, hata dini nasema mwenzo kikosea msamehe, na huyu ni mke wako wa ndoa. Sio awala, huyu ni mkeo wa ndoa nani mwanangu, na kuomba umsamehe. Unajua kabisa hili jambo kasababisha mdogo wako Mariamu. Haina budi kumsamehe mwenzio. Shangazi, yeye mwenyewe sio mtoto, ni mtu mzima. Tukisema tumwambie Mariamu kila kitu, Mariamu hawezi kumchukua kumshika mkono akampeleka chooni. Mwanangu, hao ni mambo mengine tena. Kikubwa hapa ni msamaha tu mwenzio. Mpe msamaha mwenzio, ni binadamu huyu. Na binadamu tumeumbiwa makosa. Hata wewe pia mwanangu unakosea vile vile.
Hivi kimfano Mwenyezi Mungu haya mambo tunayofanya yote angekuwa tusamee, tungekuwa wapi sasa hivi mwanangu? Na isitoshe ni mtoto wa Kiislamu, wewe ni kijana wa Kiislamu. Unaswalisha msikitini mwanangu. Yote unajui haya? Hii ni ndoa. Shangazi, mimi siwezi kumsamehe. Na sio tu hivyo shangazi. Nataka pia story. Nurati, umemsikia mumeo? Naomba nisamehe. Najua kuwa nimekosea. Sitarudia tena. Abduli, unaona leo mwanzo anavyolalamika hivi? Shangazi anaondoka shangazi. Abduli. Nyamaza binti yangu. Mimi nitaongea na Abduli, atanielewa tu. Umesikia? Futa machozi yako. Usilie. Pole kijana wangu. Asteluna, wewe nakuona, lakini mdogo wangu simuoni Mariamu. Na mara mwisho Mariamu aliniambia kwamba anatoka hapa na kuja kwenu. Mariamu yuko wapi? Kaka, mimi sijui chochote kuhusu mdogo wako. Mimi nimekuja tu hapa, lakini sijui chochote kuhusu mdogo wako. Mimi nimekuja kumwangalia nikajua yupo. Unajua ndio unamfanya mdogo wangu atulie hapa nyumbani. Na kila ninachomwambia mimi anisikilizi. Wala anielewi. Yaani sasa hivi Mariamu amekopo, yani amekopo ni mlevi, mara amekopo si ni mtu ambaye wa ajabu ajabu kiukweli, yani mpaka muda mwingine mimi nachanganyikiwa. Na wewe vitu vyote hivi ndio unamfanya mdogo wangu awe hivyo. Kwani mimi mdogo wako ndio nimemwambia anywe pombe? Nimemwambia asirudi nyumbani? Aya, yuko hapa mwenye tabia nzuri afu mimi mwenye tabia mbaya niko nyumbani. Hivyo Justanani Abduli. Maana kwa dada yangu mwenye umemuoa kwa bahati mbaya, unajua hilo? Hivi familia yangu haikukubali hata kidogo. Yaani kwanza umemuoa kwa bahati mbaya, mshukuru Mungu. Alafu pia kama kumwasa dada yangu ni heri ukamwacha tu. Kwa sababu tushakuchoka. Achana kuchoka, ushamtesa vya kutosha. Bora unaambia umfuate dada za dada yako. Mara ngapi nakutia sukari, unamshia chai ndani? Tena si chai, heri ni maji. Ugali. Unajua kwa amekosa nini yule? Kwa anakula kila anachokitaka anapewa na baba yake. Haya, sembuse kuja kumpisa dada yangu na sana nini? Tunachokiomba ni talaka. Sawa. Sawa, tuombe Mwenyezi Mungu. Na imani ujumbe umefika. Tunachohitaji ni talaka na sio kingine. Kama cha kuongezea labda ukumbuke umemwoa bahati mbaya. Hatukupenda tukuhitaji kwa sio hazi yetu.